Naitwa Engineer Florian Kabaka, mwenyekiti wa bodi ya ushauri ya TARURA. Tupo kwenye ziara hii kwa lengo la kukagua miradi iliyofanyika kwa kutumia teknolojia mbadala. Kama mlivyoona, tumeanza na barabara za Eco Road na hatimaye tukaja kwenye daraja hapa. Lengo ni kuona utendaji au performance ya teknolojia hizo. Ni teknolojia mpya kwetu, kwa hiyo ni muhimu tuziangalie na tuzikague mara kwa mara kwa lengo la kuona kama zinatufaa ama la. Mbali na gharama ambazo moja kwa moja tumeelezwa na wataalamu kwamba ni nafuu sana. Kwa barabara unafuu upati mwanzo kwa sababu ya gharama za kuanzia ziko juu, lakini kwa maana ya muda wake wa maisha yake yote, kujumlisha gharama za utengenezaji, ujenzi na kila kitu, gharama zinakuwa chini. Upande wa daraja la mawe, hiyo moja kwa moja gharama zinaanzia chini, ziko chini tu, chini ya nusu ya gharama ambazo ungejenga daraja lingine la kwa njia za kawaida ambazo tumezoea. Lakini kwa maisha ni karibu, maisha ni yale yale kwa muda ule ule. Upande wa Eco Road hatuwezi kusema mengi kwa sababu ndio kwanza tumeanza teknolojia hiyo, na kama mlivyoona kule barabara ina karibu umri wa miezi 7 tu, kwa hiyo mapema mno kusema chochote. Iko vizuri bado, kwa hiyo baada ya muda ndio tutaweza kujua exactly kama teknolojia hiyo inatufaa ama la. Ukibezi kwenye historia ya wenzetu kule iko vizuri, lakini kwa nchi yetu, kwa mazingira ya nchi yetu, kwa udongo wa nchi yetu, tunahitaji bado kujifunza. Kwa tutaendelea kuiangalia hiyo kila mwaka unapokwenda, tuone kama kweli hicho ambacho tunaelezwa kitafaa kwetu. Lakini upande wa madaraja, ukiacha changamoto madaraja machache ambayo ilikuwa ni aidha imetokea dharura kama ambavyo inaweza kukumba madaraja mengine ya mvua kunyesha ambavyo si kawaida, na hasa ukichukulia kwamba daraja moja ambalo liliporomoka ilikuwa bado linajengwa, ikaja kamilika na bado lilikuwa na mirunda na kila kitu ikasombwa. Hiyo ni ajali ya kawaida, hatuwezi kusema ina disqualify teknolojia hiyo. Lakini kwingine kokote madaraja ya mawe yanafanya kazi vizuri na tunatumia gharama ndogo sana, na tuseme tuna encourage kwamba taasisi iende kuyatumia pale ambapo mawe yanapatikana na mafundi wapo. TARURA ninachowaambia ni usimamizi na ufuatiliaji. Usimamizi kwa maana zinavyojengwa, kwa maana ya barabara zenyewe, kwa maana ya madaraja, zile kanuni ama specifications zinazotakiwa zifuatwe kikamilifu. Lakini pia waendelee kumonitor ili kuona huko mbele nako kwenda yanaendelea kuperform namna gani. Ninachowaambia ni usimamizi tangu mwanzo, lakini pia hata baada ya ujenzi waendelee kufuatilia kwa karibu ili kama kuna cha kutokea basi kiweze kushughulikiwa mapema kabla kijaleta madhara makubwa. Kwa wananchi, labda nitoe wito kwao, kwa kuangalia daraja tu hivi ama barabara pengine au ni tofauti yote na madaraja mengine au barabara ambazo zimejengwa kwa teknolojia ya zamani. Ninachowahimiza wananchi, haya madaraja, hizo barabara ni mali yao. Sisi ni wajenzi tu au wasimamizi, lakini mwisho wa siku watumiaji ni wao. Lakini mara nyingi unakuta wanaoharibu miundombinu hii ni hao. Utakuta wanakata vyuma, wanafungua nati kwenye maeneo ya madaraja ya vyuma, mtu anapitisha labda trekta anavuta jembe chini kwenye barabara na haribu. Wachukulie kwamba ni mali yao, na ikiharibika watakapata shida ni wao. Kwa hiyo wachukulie kama mali yao, wailinde na watusaidie pale ambapo inatokea wale ambao wanahujuma au kuharibu kwa makusudi kwa malengo yao, watusaidie kwa ripoti ili washughulikiwe. Wananchi hawana darasa, hatuna darasa nao. Nyinyi kama wanahabari ndio mnaweza mkapeleka taarifa hizi kwao, wajue kwamba miundombinu hii ni yao, wanaimiliki wao, waisimamie wao, wailinde wao, na pale inapotokea shida kabla hajawa kubwa sana wakatutaarifu. Maana hatuko porini kila mahali wakati wote, tuko Dodoma mjini, tuko kama hapa leo hii, lakini hatuko wilaya zingine na mvua zimenyesha usiku. Kwa hiyo kama kuna kinachotokea basi wasitaarifu mapema, lakini tukiwahi tunatumia gharama ndogo kuliko tukichelewa na mambo ya karibika kabisa. Kwa majina naitwa Mhandisi Edward Lemelo, ni meneja wa TARURA mkoa wa Dodoma.
Leo tulikuwa tumeambatana na bodi ya ushauri ya TARURA kwa ajili ya kutembelea miradi yetu ambayo tunaitekeleza katika mkoa wa Dodoma. Na kwa kuanzia tulianzia kwenye mradi wa barabara kilomita 6.95 ambazo zinatekelezwa kwa kutumia teknolojia mbadala. Tumekuwa tukihangaika na hizo teknolojia, lakini lengo ni katika kutafuta unafuu wa kupunguza gharama za ujenzi wa barabara. Kwa hiyo tulienda Chamwino, tumejenga pale kilomita 6.95 kwa kutumia Eco Roads. Eco Roads ni chemicals tu ambayo inachanganywa kwenye udongo ili kupata base. Baada ya kutumia simenti na CRR na nini, tunatumia chemicals ili kuimarisha ile base ambayo inakuja kubeba uzito kwenye barabara. Kwa hiyo tumefanya ile kazi na zaidi ya mwaka na nusu, na tunaendelea kuimonitor ili tuone performance yake kama tunaweza kuitumia sasa kwenye kazi yetu kwa ujumla. Lakini pia tumekuja kwenye daraja hili. Daraja hili linaitwa daraja la Ng'ong'ona, liko katika kata ya Ng'ong'ona. Ni daraja ambalo linaunganisha chuo cha UDOM na kata ya Ng'ong'ona. Kwa wanafunzi, walimu wengi wanatumia daraja hili katika kupita. Daraja hili lina upana wa mita 26.4, lakini lina urefu wa mita 26.4 na upana wa mita 7. Na limejengwa kwa mawe tu. Na gharama yake mpaka kukamilika ni milioni 152. Lakini tumeangalia kama tungelijenga kwa kutumia nondo na zege kama tulivyofanya kwenye madaraja mengine, gharama ingefika milioni 456. Kwa hiyo kwa madaraja haya tumeshajifunza na tumeona kwamba yanatufaa katika kupunguza gharama za ujenzi, kwa sababu mahitaji ni makubwa sana na bajeti ni kidogo. Kwa mkoa wa Dodoma mpaka sasa tumejenga madaraja 9 ambayo yamekamilika na yanatumika na wananchi. Lakini madaraja 8 yanaendelea na ujenzi kwa maana ya bajeti ya 24-25 katika hatua mbalimbali. Na mipango yetu kwa mwaka ujao tujenge madaraja mengine mawili makubwa. Kwa hiyo kwa kipindi hichi kifupi tutakuwa tuna madaraja 19 ambayo yamejengwa kutumia mawe, na kiukweli yanasaidia wananchi. Kikubwa kwa wananchi ni utunzaji tu wa miundombinu yetu ya barabara. Kama alivyotangulia kusema mwenyekiti wa bodi, ni kwamba sisi sio rahisi kufika kila mahali kwa wakati. Kwa wakiona kuna dalili za kitu kinataka kuharibika, basi ni vizuri wakatutaarifu kupitia wenye viti wa vijiji ili sisi tuweze kuwahi hiyo effect mapema na kuirekebisha baada ya kusubiri iwe kubwa ambayo itatugharimu sana. Naitwa Charles Mpili, ni mzaliwa hapa Chamwino. Tofauti kati ya mwanzo kabla barabara haijajengwa hii, palikuwa ni pabovu mno, lakini kwa sasa hivi kwa kweli tunashukuru Mungu kupitia TARURA barabara zimejengwa na zinaendelea kuboreshwa. Ombi letu tu kubwa zaidi, kuna kipande naona kanaonekana kangemaliziwa kuelekea Nadani hapo, kamaliziwa kwa lami. Maendeleo ya sasa Chamwino Ikulu ya zamani ni tofauti sana mno. Ya zamani na ya sasa imeendelea mno. Naitwa Salumu Juma, mkazi wa Chamwino. Kwa sema kweli kuhusu barabara, tunaona kama vile teknolojia imeenda vizuri na imekuwa ni urahisi kwetu kutokana na pika zetu za mtaani, na tunafanya vizuri. Sababu kama ilikuwa tunaenda sehemu tunawahi kufika kwa sababu ya barabara ilivyo. Kwa sababu barabara ikiwa hata mbovu, hata safari zetu zinakuwa sio nzuri. Hivi na zamani kuna tofauti, sababu kidogo inaonekana ni mjini. Tofauti na zamani ilikuwa inaonekana ni polini sana. Kutokana na barabara wenyewe miundombinu ilikuwa sio vizuri. Lakini kwa sasa hivi inavyoonekana tofauti kabisa. Kwa mimi ninavyowashauri, naona tu waongeze bidii ili pazidi kupendeza zaidi hapa. Jina naitwa Isaya Hosea, ni mkazi wa Chamwino. Kwa mimi naona afadhali, maana mimi kipindi naingia hapa 2019 ilikuwa yani barabara ilikuwa ni shida, yani lami ilikuwa ni yani sio mpaka huku, ilikuwa ni kule mwanzoni kule ambapo ilikuwa. Ila kwa mimi naona afadhali, sasa hivi tunatembea vizuri, tunaenda kwa yani bila jamu yoyote, yani magari yanapita vizuri, yani shughuli zote zinaendelea yani kwa ufasaha zaidi. Kwa jina naitwa Rose Elia Rusano. Kwa sasa tunajisikia kuna amani, maana zamani tulikuwa tunapita kwa shida. Ukipita unakuta saa nyingine matope paka unafika kwenye magoti paka huku kiunoni. Lakini sasa hivi tunapita kwa amani kwa kweli. Hatuna shida yoyote. Tunamshukuru aliyeweza kufanya hivi, tunampa tu hongera na aendelee na siku nyingine kuweza kutufanyia kama hivi. Hili daraja mimi naona lina ubora zaidi. Maana ingekuwa kama maji yanapita juu tungekuwa tunalalamika, lakini yanapita chini kuna ubora zaidi. Maji yanapita juu watu tunapita, na maji yanapita chini watu tunapita juu. Kuna unafuu kama hivi mnavyoona. Lakini zamani hata magari yalikuwa hayapiti. Naitwa Michael J Katemi, na shukuru kwa uwepo wa kujenga daraja hili.
kwa sababu imesaidia, kwa sababu kulikuwa na changamoto ya usafiri hasa kwa kuunganisha maeneo haya hapa mawili. Kwa hiyo kujengwa daraja hili kumesaidia, usafiri umekuwa kidogo ni eneo hili linapitika kiurahisi, lakini pia nashukuru kwa sababu mazingira sasa yameweza kuwa vizuri kwa sababu ya uwepo wa daraja hili. Na maana ningependa pia kushauri maeneo mabovu ambayo yana changamoto kama hizi hapa yaweze kufanyiwa ukarabati ili kuweza kurahisisha changamoto za usafiri kupungua na kufanya swala zima la usafirishaji na kupita mazingira haya yanakuwa vizuri. Kwa majina naitwa Alex Vincent Makumba. Kabla ya hapa nikiwa mwaka wa kwanza kidogo hali ilikuwa ni tete. Unaona yani kuvuka hapa inakuwa shida, kwa hiyo inalazimika watu wapange mawe nini ndio wavuke. Ila sasa hivi kidogo hali ipo vizuri. Moto zilikuwa ni nyingi, kuna muda tulikuwa tuna gaili kuvuka hapa. Unatakiwa uzunguke. Sababu kuna kidogo kwa upande wa kule juu unaweza kupita bila shida. Kwa hiyo unakuta kama unapoteza muda nini uweze kuvukia hapa hivyo.